tamaa, ili mimi na wewe tupate wokovu leo bure. Damu ya Yesu. Unajua uzuri wa neema ya wokovu, haikukuja kwa maskini peke yao, haikukuja kwa wasomi peke yao, haikukuja kwa matajiri peke yao, hayakukuja kwa watu weupe peke yao. Ingekuwa inakuja kwa watu weupe peke yao, Mwatela hiyo neema ingemruka. Haikukuja kwa watu wafupi peke yao. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika kwa awaye yoyote ambaye ataliamini jina lake na kuamini hiyo damu na kazi ya msalaba. Leo hatujafungwa tena na dhambi. Leo hatuko chini tena ya utumwa wa shetani. Tumewekwa huru kwa sababu damu ya Yesu imenena mema kwa maisha yetu. Damu ya Yesu inanena mema kwa familia zetu. Damu ya Yesu inanena mema kwa watoto wetu, kwa afya yetu. Jamani, naitangaza damu ya Yesu katika maisha yako asubuhi ya leo. Kama kuna area ambayo unahisi umelemewa, mambo hayaendi sawa, niko na habari njema kwako. Tumekuja kwa kumbukumbu ya damu ya Yesu ambayo inanena mema. Damu ya Yesu iliona thamani kuliko fedha. Damu ya Yesu iliona thamani kuliko dhahabu. Damu ya Yesu iliona thamani kuliko mali. Hiyo damu. Hallelujah. Mwambie mwenzako, ni kupitia damu ya Yesu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ni kupitia damu ya nani? Umewahi kaa ukatafakari maisha yako, background ya familia yako pale umetoka, alafu ukajiuliza, hivi kulingana na maisha yangu na pale nimetoka, ni nani angeweza kunihurumia aje kuniondolea dhambi? Acha tu kukuondolea dhambi, ni nani angeweza kukuhurumia wewe ati ajitolee kwa ajili ya maisha yako, ati zile dhambi zako zote azichukue, aseme huyu ni kama, kwa mfano, mtu ameenda kotini na amekuwa declared guilty, na sasa hakimu yuko pale anataka kusoma the final judgment ya huyu mtu, maana ushahidi umetolewa, na mambo yote imefanyika, na hata wale watu wako hapo wanaona huyu mtu he is guilty as charged, amepatikana mwenye makosa. Wakati tu hakimu